Orbit kipi kimesababisha mmeweza kuanzisha huu mfuko? Mmeona kuna tatizo gani ambalo mnajaribu kulisolve? Je, kuna kitu fulani ambacho mmeona kilikuwa kina lack kwenye community ambao mnakuja kusaidia, ama kuna opportunity fulani ambayo mnatuletea? What brings this fund in the table? Okay, asante sana kwa hilo swali zuri. Unajua kwenye uwekezaji, wawekezaji wanatakiwa wawe na various options. Kuna wale ambao wako tayari kuwekeza wenyewe moja kwa moja kwenye hisa. Kuna wale ambao wanataka kuwekeza kwenye bondi moja kwa moja na wana muda wa kufuatilia wenyewe, kufuatilia mikutano, kufuatilia kila kitu. Lakini huwa inakuwa ni vizuri kuwapa sasa wawekezaji option kwamba sasa wewe baada ya kufuatilia kampuni moja moja na baada ya kufuatilia kila kitu wewe mwenyewe peke yako, na pengine ulipwe gawio wewe mwenyewe ndio uanze kuinvest, ndio unakuwepo sasa ule utaratibu, yani kwamba sasa unakuwepo na uwekezaji wa pamoja ambako wewe ambaye una muda wa kufuatilia mambo mengi unapata access sasa ya kuingiza kwenye mfuko ambao pengine una mseto wa kutosha, uko well diversified na unaendeshwa na professionals ambao wenyewe na wabobevu kwenye soko, kwamba sasa wewe nakupunguzia ule muda sasa kuanza kufuatilia wewe mwenyewe kila kitu ambacho kinahusiana na uwekezaji wako. Kwa hiyo kununua mfuko ni sasa na kununua ile mboga ambayo tayari imeshapikwa vizuri, imekaangwa, wewe unaweka mezani, unaanza kula sasa. Na kwenye upande wa hii mifuko ya uwekezaji wa pamoja, vile huwa ni muhimu sana sasa kwa wale wawekezaji ambao ni wale wa kawaida, retail investors ambao wana kiasi cha chini. Kwa sababu mtu ukiwa na shilingi kama 10,000, 20,000, 30,000 inakuwa ni gharama kubwa sana kuanza kuwekeza mwenyewe kwenye baadhi ya hizi financial products. Kwa mfano kama alivyosema kwenye uwekezaji wa kwenye government bonds, minimum amount ni shilingi milioni 1.